Kwa majina naitwa Dr. Ipyana Sibise Mwabwalwa, ni daktari katika hospitali ya mkoa wa Dodoma. Nipo katika kitengo cha magonjwa ya wanawake na uzazi. Leo tutapenda kuzungumzia kwa habari ya uzazi wa mpango. Cha kwanza kabisa lazima tujue nini maana uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango, hii ni njia au ni mbinu ambayo mtu hutumia au wanandoa hutumia kwa ajili ya kupanga na kuamua idadi ya watoto na muda wa kupata watoto hao. Kuna njia za aina nyingi za uzazi wa mpango, lakini kuna njia kubwa mbili za uzazi wa mpango, ambazo kuna njia ya uzazi wa mpango ya muda mrefu na njia za uzazi wa mpango za muda mfupi. Kwenye njia za uzazi wa mpango za muda mrefu, ndani yake kuna njia za uzazi wa mpango ambazo ni ya kudumu na kuna njia ya uzazi wa mpango ambazo ni za muda mrefu lakini sio za kudumu. Njia za uzazi wa mpango za kudumu ni kama kwa mwanamke tunakata mirija ya uzazi, kitaalamu inaitwa BTL, na kwa mwanaume tunakata ule mrija spermatic cord, kitaalamu inaitwa vasectomy. Na njia nyingine ambayo ni ya muda mrefu lakini sio ya kudumu ni kutumia kitanzi ambacho anawekewa mwanamke. Hichi muda wake inaweza kufika miaka 10 mpaka miaka 12 ndipo tunatoa. Lakini kwenye njia za uzazi wa mpango ambazo ni za muda mfupi, zipo njia ambazo zina vichocheo ndani yake na zingine ambazo hazina vichocheo ndani yake. Kwenye hizi njia ambazo zina vichocheo ndani yake zipo ambazo tunatumia vidonge ambazo mama atatakiwa kumeza kidonge kimoja kila siku. Zipo zinazoitwa COC au combined oral contraceptives, zingine zinaitwa POP, progesterone only pills, lakini pia vipo vipandikizi ambavyo tunatumia kwa muda wa miaka 3 mpaka miaka 5. Lakini pia kuna sindano ambao mama anakuwa anachoma kila baada ya miezi 3, lakini pia kuna vipandikizi ambavyo mama anawekewa. Hivi vinakaa kwa miaka 3 mpaka miaka 5. Hizi ni njia za uzazi wa mpango za muda mfupi ambazo ndani yake kuna vichocheo ambavyo vinaingiliana na mzunguko ndani ya mwili. Lakini pia kuna njia za muda mfupi ambazo ni njia za asili. Mfano, kuna njia ambazo mwanaume anamwagia nje, hiyo ni njia mojawapo. Lakini njia ya pili ni kutumia kalenda. Kwa mama mzazi anaangalia mzunguko wake vizuri kwenye kalenda na kuangalia siku ambazo anakuwa yupo kwenye hatari ya kupata ujauzito, anakuwa anaepuka kukutana bila kutumia kinga. Lakini njia zingine ya uzazi wa mpango ni njia ya kizuizi, kuweka vizuizi, mfano kutumia condoms. Kuna condoms za kike na condoms za kiume. Hizi ni njia kuu za uzazi wa mpango ambazo zinatumika mara kwa mara katika jamii yetu. Lakini pia nipende kuzungumzia kuhusiana na dawa moja ambayo inafahamika sana kama ni dawa ya dharura ya uzazi wa mpango ambayo inafahamika kwa jina la P2. Hii dawa ni dawa muhimu sana na ni dawa ambayo ni ya dharura, inatumika kipindi cha dharura kama njia ya uzazi wa mpango ili kuepusha mimba ambayo haijapangwa au kuepusha unwanted pregnancy. P2 ilitengenezwa kwa lengo la kutumika kipindi cha dharura na sio kama dawa ya uzazi wa mpango kama hizi zingine ambazo nimekuelezea hapo awali. Matumizi ya P2 tunasema inatumika ndani ya masaa 72 mara baada ya kufanya au kuingiliana na mtu bila kutumia kinga yoyote. Kuna madhara ambayo yanaweza katokea pale ambapo unaweza ukaamua kuifanya P2 kuwa kama ndio njia yako ya uzazi wa mpango, tofauti na hizi njia zingine ambazo nimekuelezea hapo awali. Madhara ya kwanza, dawa ya P2 kama haitatumika kwenye kipindi cha dharura, cha kwanza inasababisha mvurugiko mkubwa wa mzunguko kwa mwanamke ambaye anatumia mara kwa mara hiyo P2. Kwa kuna muda anaweza akakosa kabisa hedhi zake, lakini pia kuna muda anaweza akapata hedhi ambayo ni kubwa, lakini kuna muda anaweza akapata hedhi ambayo ni ndogo sana, na kuna muda anaweza asipate kabisa. Madhara ya pili ya kutumia P2 kama njia ya uzazi wa mpango mara kwa mara inaweza ikampelekea kupata mimba ikatungwa nje ya mfuko wa kizazi. Sana sana inaenda kutungwa kwenye mirija ya uzazi, kwa sababu P2 ndani yake kuna kichocheo ambacho kinaitwa progestin, ambacho hii progestin inasababisha, cha kwanza inasababisha uchevushaji wa yai kuchelewa, lakini pia inaweza ikasababisha ile mitembeo ya mirija ya uzazi kupungua, ambao hupelekea mimba itakapotungwa kutungwa nje kwenye hiyo mirija, kutungwa nje kwenye ule mji wa mimba ambao unatakiwa ifike. Madhara mengine ya kutumia P2, inaweza ikamsababishia mwanamke kupata viuvimbe, tunasema vinaitwa ovarian cyst.
Madhara mengine ya kutumia P2, cha kwanza inaweza kusababishia, inapunguza ile uwezo wake wa kufanya kazi kama inavyotakiwa kufanya kazi. Lakini kitu cha muhimu cha kuzingatia ni kwamba P2 inazuia mimba isiyotarajiwa iwapo itatumika ndani ya masaa 72. Pale utakapowahi kuitumia baada ya kushirikiana tendo na bila kutumia kinga, pale utakapowahi kutumia ndipo matokeo yake yanakuwa mazuri zaidi. Kama itatumika zaidi ya masaa 72, uwezo wake wa kufanya kazi unapungua kwa kiwango kikubwa. Lakini pia lazima tujue kwamba ni dawa ambayo inazuia mimba, lakini haizuii wewe kuambukizwa magonjwa ya ngono